Kipimo cha ultrasound wakati wa ujauzito ili kitoa majibu sahihi, kuna mambo matatu ya kuzingatia. Lakini pia usisahau kutumia Pacify Pad kwa hedhi salama, ikuache mkavu na mwenye kujiamini. Kitu cha kwanza ni ubora wa mashine. Mashine ile ambayo inatumika inatakiwa kuwa na ubora wa hali ya juu. Kitu cha pili ni uzoefu yule ambaye anakufanyia wewe ultrasound, uzoefu wake na namna ambavyo yeye anafanya kazi. Lakini pia kitu cha tatu ni umri wa mimba. Ikiwa labda unataka kujua jinsia, kuna umri ambao ukienda kutakuwa na asilimia kubwa zaidi kutokana na mtoto anakuwa amepanua miguu. Kwa sababu kuna wakati unaweza kaenda ukafanya labda let's say kujua jinsia, unakuta mtoto amebana miguu. Kwa hiyo ni ngumu sana hata kwa yule ambaye anakufanyia ultrasound kujua kwamba hiyo itakuwa jinsia gani, japo sasa hapo ndo pale uzoefu unahitajika. Jambo lingine, kwa mfano nataka kujua umri wa mimba ina wiki ngapi. Mara nyingi kwenye ile miezi mitatu ya kwanza inatoa majibu ambayo ni sahihi sana kuliko hata miezi mingine ambayo inafuata ya ujauzito. Kwa hiyo zingatia vitu hivyo vitatu ili upate majibu sahihi. Lakini pia usiache kabisa wala usisahau kutumia Pacify Pad.